Kama mnavyofahamu, kama nchi tumekuwa tukiagiza karibu tani milioni 1.2 za mbolea kutoka nje. Sasa hivi kama Tanzania tutakuwa, hichi ni kiwanda chetu cha pili cha uzalishaji wa mbolea. Lakini hiki ndio kiwanda kikubwa kuliko viwanda vyote vya mbolea katika ukanda wetu huu. Kwa maana ya kwamba hichi ndio kiwanda kikubwa kuliko kiwanda chochote cha mbolea katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kiwanda hiki uwekezaji wake ni dola milioni 180, na jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwekezaji huyu sehemu kubwa ya fedha za uwekezaji, pamoja na kuwekeza fedha zake binafsi, lakini amesaidiwa na mabenki ya ndani ya nchi kuhakikisha kiwanda hiki kinafanya kazi. Kiwanda hiki kwa sasa kimeshaanza uzalishaji. Nadhani kwa wakulima walioko vijijini toka mwaka jana wameona kuna mbolea inaitwa Fomi. Kuna Fomi otesha, Fomi nenepesha, si ndio? Fomi kuzia na za namna hiyo. Kwa hiyo zimeshaanza kuingia sokoni, lakini jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeshaanza kupata mahitaji kutoka nchi zinazotuzunguka. Kama Kenya wamekuja hapa mwaka jana, nimekutana mimi mwenyewe na waziri wa kilimo, aliyekuwa waziri wa kilimo wa Kenya. Wakaleta wataalamu wao, wakafika kiwandani, wakaangalia mbolea, wakaenda kufanyia trial na wakaanza kuchukua mbolea kwa ajili ya zao lao la chai. Lakini mbali na hiyo, nchi ya Malawi imeonyesha interest ya kununua mbolea kutoka Tanzania. Na sisi kama serikali hatutazuia nchi yoyote inayotaka kununua mbolea wapi? Kutoka wapi? Tanzania, kwa sababu hii ni biashara. Hii ni nini? Biashara. Yale mambo yetu ya kwamba kwa nini sisi tusizuie itumike ndani? Hapana, tutaitumia na sisi, lakini akipatikana mtu anayetaka kutoka nje, naye ataruhusiwa kuinunua, kwa sababu lazima mtaji uliowekezwa uwe na sense. Huyu mtu aweze kurudisha uwekezaji wake, apate faida, alipe mikopo yake benki, aweze kufanya biashara yake vizuri. Mpaka sasa kiwanda kimeajiri wafanyakazi moja kwa moja 1805. Indirect jobs zinazotokana na kiwanda hiki baada ya kukamilika kwa wastani zitakuwa ni kazi zisizopungua 5000. Za moja kwa moja watu 1800, za indirect zitakuwa kazi 5000. Nadhani mnaona impact ya hili jambo. Lakini nadhani mtaona matokeo yake kwamba tukianza kuitumia zaidi mbolea inayozalishwa ndani ya nchi, itatusaidia kupunguza import bill yetu tunayoagiza mbolea kutoka nje. Serikali sasa hivi inakamilisha upimaji wa afya ya udongo. Teknolojia walionayo wao itatufanya sisi kama nchi, ukitaka kuzalishiwa mbolea ya nzega, utazalishiwa mbolea kutokana na formulation ya product yako, zao lako, na ni kwa ajili ya nzega. Kwa mtu wa Mafinga, kutokana na ardhi yake, sifa na virutubisho vilivyopungua, unazalisha mbolea kutokana na hivyo. Kwa zao maalum tutaondoka kama nchi, kwa sababu mpango wetu kama serikali, mwaka huu tumembakisha mikoa michache kukamilisha mikoa yote 26 kuwa na ramani ya afya ya udongo na taswira ya afya ya udongo kwa nchi nzima. Tutaenda hatua inayofuata kupiga marufuku uagizaji wa mbolea generic. Haiwezekani nchi kuanzia Dar es Salaam mpaka Kantarambe tunatumia mbolea ya DAP tu kupandia. Haiwezekani. Na tulikuwa tunafanya hivyo kwa sababu hatukuwa na taarifa za afya ya udongo. Serikali inayoongozwa na Dr. Samia imetoa fedha na hilo zoezi linaendelea. Jambo la kufurahisha kuhusu kiwanda hiki, wafugaji wa ng'ombe wamepata soko la uhakika la kuuza samadi. Sasa hivi samadi tena sio kero. Sio tena ile kule kwetu Usukumani unakuja na tela mwanamba te chukua samadi nenda kamwage shambani. Sasa samadi imegeuka kuwa nini? Fedha. Mpaka sasa wameshanunua karibu tani 100,000 ya samadi yenye thamani ya bilioni 15 kwa uzalishaji unaoendelea. Maana yake kiwanda hiki kikifika mahali ya kuzalisha tani milioni 1 za mbolea, mahitaji ya samadi yatakuwa
makubwa sana kwenye nchi. Kwa hiyo tunawatangazia rasmi kwamba, na ni vizuri wa Tanzania wakafahamu, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa makamu wa rais alikuwahi kutembelea Burundi. Alivyoenda Burundi, aliwatembelea hawa mabwana, akakutana nao, akawaambia Tanzania tunahitaji kiwanda cha nini? Cha mbolea. Wakaja Tanzania mwaka 2021 ndio wakapewa ardhi na eneo la kuanza kufanya nini? Kujenga. Kwa hiyo sasa ujenzi umekamilika. Lakini ndani ya kiwanda chao wana line zingine mbili. Moja ni line ya kuchakata chokaa kwa ajili ya matumizi ya mashambani. Hili ni jambo muhimu sana kwenye sekta ya kilimo. Wengi wetu tumezoea kwamba chokaa tunatumia kupaka rangi ya nyumba na vitu vya namna hiyo, si ndio jamani? Lakini kuna chokaa for agricultural purpose. Kule anakotoka naibu waziri wangu Silinde ni miongoni mwa mikoa ambayo wanasayansi wanatuambia kwamba tindikali liko juu. Unapokuwa na hali ya tindikali juu kwenye shamba na ukapeleka mbolea ya kemikali, maana yake unapoteza zaidi ya 30% ya gharama bila sababu. Kwa hiyo corrective measures, njia ya kurekebisha hiyo hali ya tindikali kuirudisha kwenye kiwango kinachotakiwa ni matumizi ya chokaa. Kwa hiyo kiwanda hiki kitakuwa ndio kiwanda kimojawapo kinachozalisha chokaa kwa ajili ya mashambani. Ili kuvilinda viwanda vyetu vya ndani, naomba hili lieleweke. Serikali mwaka huu imeamua itanunua mbolea kutoka viwanda vya ndani tani 200,000. Tani 200,000 na tani 50,000 zitanunuliwa ni za chokaa kwa ajili ya shughuli za nini? Za kilimo. Kwa nini tunanunua viwanda vya ndani? Serikali itazinunua hizi mbolea bila kuathiri mfumo wa ruzuku wa kawaida unaoendelea. Wenyewe utaendelea kama kawaida. Lakini hizi mbolea tutakapozinunua, tutazipeleka kwenye maeneo ambayo mbolea haitumiki sana, ili Watanzania waanze kutumia mbolea ya viwanda vya ndani na kuona matokeo yake. Kwa sisi tuliotoka mashambani ambao tumezoea mashambani, kunibadilisha kutumia DAP niliyoizoea, ukaniambia tumia otesha, lazima nione kwa macho. Kwa serikali itanunua mbolea hizi na kuzisambaza kwa program maalum katika mikoa mbalimbali katika nchi yetu kwa wakulima ambao hawatumii mbolea. Na hii program tutanunua mbolea kwenye viwanda vya ndani kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo. Hili lengo lake ni kuongeza matumizi ya mbolea za viwandani zinazozalishwa ndani ya nchi, lakini vile vile kuvifungulia viwanda vyetu vya ndani soko. Huko mbele mwelekeo wa serikali ni kubaki na 20% tu ya mbolea inayotoka nje. 80% ya mbolea yote itoke ndani ya nchi. Hivi sasa tunafanya mazungumzo na wawekezaji wengine wawili ambao watakuja kuwekeza ndani ya nchi yetu hivi karibuni kwa kutumia makaa ya mawe kwa ajili ya kuzalisha urea, ili tuweze kujitosheleza kwenye mbolea aina ya urea. Kwa hiyo nisema kwamba tuwaiteni kuwatangazia rasmi kwamba tarehe 28 Juni Mheshimiwa Rais atazindua rasmi kiwanda cha Intracom ambacho kimekuwa kwenye ujenzi toka mwaka 2021 mwezi Julai. Kwa ufupi, kiwanda cha Intracom Fertilizers Limited kinazalisha mbolea za organomineral. Kwa maana nyingine mchanganyiko wa mbolea za chumvi na malighafi ya asili kama samadi, chokaa kilimo, phosphate na kadhalika. Intracom inazalisha mbolea za aina nyingi. Mpaka sasa kwa kushirikiana na taasisi za serikali ikiwemo TARI na TFRA, tayari kuna formula 14 ambazo tayari kiwanda kinazalisha. Na kiwanda hiki kina uwezo wa kutengeneza aina ya mbolea kulingana na eneo, kulingana na zao, kulingana na mahitaji ya mkulima. Kwa hiyo siku hiyo tarehe 28 itakuwa ni siku njema ya kuweza kuona ukubwa wa kiwanda, utaalamu wa kiwanda, mbolea ambazo zinazalishwa, lakini pia na investment kubwa katika kanda letu la Afrika Mashariki ambayo imewekezwa pale Dodoma. Itakuwa ni siku kuu na nzuri ya kufurahisha ambapo
Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akishirikiana na mwenzake kutoka Burundi Major General Evariste Ndayishimiye wataweza kuzindua rasmi kiwanda hicho. Nitoe wito kwa wakazi wa Dodoma, lakini kwa Tanzania wote ambao ni wazalendo wanajivunia cha kwao. Kauli mbiu yetu ni mbolea yetu, kiwanda chetu. Tuweze kuchukua hii fursa kuweza kutumia mbolea zetu kwa sababu zinatengeneza ajira. Mpaka sasa kuna wafanyakazi 1805 ambao wameajiriwa moja kwa moja, na kuna ajira zaidi ya 5000 za sizokuwa za moja kwa moja ambazo tayari zimeshatengenezwa kwa ajili ya kuwepo kiwanda hiki. Kwa hiyo ni kitu cha kujivunia kama Watanzania, kama Waafrika, kwa sababu tumepata mbolea ambayo ni tofauti na zile mbolea zingine ambazo tumezizoea. Kwa hiyo nitumie fursa hii kualika kuhamasisha wakulima kutumia hizi mbolea, kwa sababu ndani ya hii miaka 2-3 hizi mbolea zimeshaonyesha utofauti na zinafanya vizuri shambani na Watanzania wanajivunia mbolea hizo. Nitoe hii fursa kuweza kuambia kwamba ni mbolea ya kipekee ambayo inaburutubisha udongo, inaboresha afya ya udongo, na inaongeza mavuno kama vile mbolea zetu zinavyotengenezwa. Asante na washukuru.